Mamlaka za Marekani zimemfungulia mashtaka kijana mwenye umri wa miaka 17 kutoka Waukesha, Wisconsin kwa tuhuma za kuwaua mama yake mzazi na baba yake wa kambo katika kile kinachodaiwa kuwa sehemu ya mpango wa kumuua rais wa Marekani Donald Trump na kuanzisha mapinduzi ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Nikita Kasap anadaiwa kuwaua mama yake Tatiana Kasap na baba yake wa kambo Donald Meyer mnamo Februari 11 mwaka huu. Inasemekana alikaa na miili ya wazazi wake kwa siku 12 kabla ya kukamatwa. Alikamatwa huko Kansas akiwa na gari la baba yake wa kambo na bunduki na kiasi cha $14,000 taslim. Uchunguzi wa FBI umebaini kwa Kasap alikuwa na nia ya kutumia fedha alizopata baada ya kuua wazazi wake kufadhili njama ya kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Katika manifesto aliyoandika, alieleza kuwa lengo lake lilikuwa kuhakikisha machafuko na kuokoa jamii ya wazungu kwa kumuua rais na kuanzisha mapinduzi ya serikali. Kasap pia alieleza kuwa alikusudia kununua droni na vilipuzi kwa ajili ya kutekeleza shambulio hilo. Ripoti za uchunguzi zinaonyesha kuwa Kasap alikuwa na uhusiano na kundi la Order of Nine Angles ambalo ni kundi la neo-Nazi lijulikanalo kwa misimamo mikali ya chuki na vurugu. Katika maandiko yake, Kasap alieleza kuwa alihitaji uhuru wa kifedha na mamlaka ili kutekeleza mpango wake wa kumuua rais na kuipindua serikali ya Marekani. Kwa sasa Kasap anashikiliwa na mamlaka za kisheria na dhamana yake imewekwa kwa dola milioni 1. Anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya daraja la kwanza na uchunguzi zaidi unaendelea kuhusu njama yake ya kumuua rais Trump na kuanzisha mapinduzi ya kisiasa. Tukio hili limezua maswali mengi kuhusu usalama wa viongozi wa kitaifa na kuibua hofu juu ya ongezeko la itikadi kali miongoni mwa vijana nchini Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.